Kwingineko mtazamaji, ni kwamba viongozi wa muungano wa upinzani wakiongozwa na kinara wa DCP Rigathi Gachagua wamefanya msururu wa mikutano kwenye kaunti ya Nakuru. Wakati wa ziara hiyo wamepuuzilia mbali ushindi wa chama cha UDA kwenye chaguzi ndogo 4 zilizofanyika Alhamisi, wakisema kwamba hali itakuwa tofauti kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2027. Pia wamemshutumu Rais William Ruto akisema kwamba hajalinda taifa ipasavyo baada ya kubainika kwamba baadhi ya wapiganaji katika taifa la Sudan wana pasipoti za Kenya. Ken Geshuhi anaarifu zaidi. Hiyo mnasemaje? Viongozi wa muungano wa upinzani wakiwemo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Daktari Fred Matiang'i, Martha Karua na Eugene Wamalwa miongoni mwa wengine walizuru kaunti ya Nakuru wakihutubia mikutano maeneo ya Mai Mahiu, Naivasha, Gilgil, Kikope na kilele cha msururu huo kikiwa katikati mwa jiji la Nakuru. Ziara hii kijiri siku moja baada ya chama cha UDA kutoa ushindi katika chaguzi ndogo 4 za maeneo bunge na wawakilishi wadi, ushindi ambao upinzani wanautaja kama uliopatikana kwa njia ya kuwahadaa wapiga kura. Tunamwambia ujumbe kwa Kasongo, unaweza kuiba by election lakini hutaweza general election. Tumekupima, tumejua njia zako, tutakuangusha wewe. Pia wamemkashifu Rais William Ruto kwa kile wametaja kama kutolinda taifa ifaavyo baada ya taarifa kuibuka kuwa baadhi ya wapiganaji wa kijeshi nchini Sudan wana pasipoti za Kenya. Sifa yetu kama nchi inaharibika kwa sababu wakora na wauni wanapewa passport ya Kenya kutembea nayo. Ndio sababu Kasongo anasema ati atashinda uchaguzi. Kwa sababu kama wako na vitambulisho, wako na passport, ni kumaanisha kwamba hao wakora wanaweza andikishwa na IEBC na wapige kura hapa Kenya. Kule juu wamefungua yule mpaka wa Kenya na Somalia. Wako wanauza vitambulisho vya Kenya kwa watu wasio wa Kenya. Wameuza Kenya, hawajauza. Viongozi hao pia wamesisitiza kuwa watapiga marufuku baadhi ya sera za serikali ya sasa iwapo watashinda uchaguzi mkuu ujao, pamoja na kurejesha kwa umma mali ambayo viongozi wa sasa wamejilimbikizia kwa kutumia nafasi zao. Tukiunda serikali na Kalonzo na Matiang'i na wengine, hilo shamba la Davivi tutachukua kutoka kwa Songo, tupatie watu ya Naivasha, kila mtu apate nafasi yake. Makateli wenzake wamenyakua ardhi karibu hata State House ya Nakuru inanyakuliwa na hoteli hapa. Hii ni aibu ama si aibu? Aende asiende? Muungano huu utaendelea na ziara yake kaunti ya Nakuru Jumamosi katika maeneo ya Bahati na Subukia. Ken Geshuhi, KTN.